Azimio kutoka mkutano wa tatu wa kamati ya pamoja ya uchunguzi wa mkataba wa amani wa Marekani tayari zimetangazwa na idara ya jimbo la Marekani, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Rwanda. Ni kipindi cha mpya katika utimizi wa mkataba huo wa amani uliosainiwa mjini Washington tarehe 1 Juni iliyopita. Jimboni Ituri, maovu ya makundi ya silaha katika mtaa wa Jugu yanaendelea kukaza ugomvi wa kibinadamu. Kisha shambulio ya uasi wa Kodeko hii siku ya 4 Paloi, watendaji wa kibinadamu wanakosa uwezo wa kufika katika vijiji vingi. Hali ya kufungwa kwa kampuni ya nguo ya Kisangani Soteski tangu miaka 3 inaanza fadhaisha wakazi wa jimbo la Chopo. Ndiyo inayofasiria ombi ya mafasirio ya mbunge wa jimbo Teovel Lotika kwa waziri wa viwanda. Asante kwa kuwa nasi wengi. Ifuatayo ndiyo taarifa kamili ya habari. Salamu, karibuni na usikivu mwema. Pole lakini kwa hakika mwenendo wa amani kati ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Jamhuri ya Rwanda umesonga mbele, ijapokuwa changamoto za usalama na za siasa zenye kuendelea. Katika tangazo ya pamoja tarehe 2 Oktoba mwaka huu, idara ya jimbo la Marekani, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Jamhuri ya Rwanda vimetangaza azimio kutoka mkutano wa tatu wa kamati ya pamoja uchunguzi wa mkataba wa amani wa Marekani uliosahihiwa mjini Washington tarehe 1 Juni iliyopita. Mwenendo unaoungwa mkono na Marekani, Qatar, nchi ya Togo na Kamisheni ya Muungano wa Afrika. Ni kipindi cha mpya katika utimizi wa mkataba huo wa amani kati ya nchi hizo mbili. Taarifa Marcel Papi Mukeba, usomi wa Ronelin Tibonera Idi Amin. Kulingana na kitangazo kilichotolewa, wahudhuriaji walikubaliana kuwepo kwa vikwazo katika utekelezaji wa makubaliano, hasa hususa kuondolewa kwa FDLR na washirika wao pamoja na kuondolewa kwa hatua za ukingo zilizoshimikwa na Rwanda. DRC na Rwanda wamekubaliana kuhusu mpango wa operation uliopendekezwa na kamati ya pamoja ya kuratibu usalama, mpango ambao umeanza kutekelezwa tangu tarehe 1 Oktoba. Kamati hiyo imetambua umuhimu wa CICR kupata ruhusa ya kuona wafungwa wote na nchi zote mbili zimejitolea kuwezesha hilo. Wahudhuriaji kwenye kikao hiki wamesitiza umuhimu wa kuunga mkono makubaliano kwa matendo na vitendo kwa kuepuka lugha au mwenendo ya uhasama. Hii ni kufuatia mvutano wa hivi karibuni huko Uvira jimboni Kivu Kusini na Walikale jimboni Kivu Kaskazini. Wito wa kujizuia umetolewa kwa pande zote. Qatar iliyotoa ripoti kuhusu hali ya mazungumzo ya Doha kati ya DRC na AFC M23 ilisifu makubaliano ya kubadilishana wafungwa na kuanza tena kwa mazungumzo wiki ya tarehe 6 Oktoba. Kwa kifupi, baraza ya bunge la taifa na baraza ya wazee vilipitisha hii siku ya 4 mradi wa sheria unaoongeza wakati wa uongozi katika hali ya kuzingirwa kwa majimbo ya Ituri na Kivu Kaskazini. Wakati wa kikao cha baraza ya bunge la taifa, mchaguliwa wa Lukunga mjini Kinshasa, Daida Moleka, alidai upanuzi wa hatua hiyo ya upekee katika jimbo la Kivu Kusini mbele ya maovu yanayopanda ya makundi ya silaha huko pamoja na uasi wa M23. Pendekezo hiyo ilikataliwa na wanabunge wa moja wa jimbo la Kivu Kaskazini, wakipinga umuhimu wa uongozi huo wa upekee katika jimbo lao na katika jimbo la Ituri. Kwa kifupi tena, memba wa ofisi ya uongozi wa baraza la bunge la jimbo la Kongo Central na wapingaji wanaalikwa mjini Kinshasa na waziri makamu mkuu anayehusika na mambo ya ndani, usalama na masuala ya kimila. Ni siku 5 kisha kuacha vibarua 5 siku ya pili tarehe 13 Septemba iliyopita kwa kupinga memba 5 wa uongozi wa baraza hilo la bunge la jimbo. Siku 2 baadaye, kiongozi wa ofisi ya bunge hilo aliarifu mahakama ya kikatiba kwa kufasiria kanuni ya ndani. Huyo anahisi walitenda kinyume ya kanuni ya ndani, hali inayohatarisha ugomvi katika baraza ya bunge la jimbo la Kongo Central. Jimboni Ituri, maovu ya makundi ya silaha katika mtaa wa Jugu yanaendelea kukaza ugomvi wa kibinadamu. Maelfu ya wahami wanaishi katika ukosefu mkali kisha shambulio ya uasi wa Kodeko hii siku ya 4 Paloi. Mwenendo wa kufikisha chakula katika kambi ya Roe ulisimamishwa. Watendaji wa kibinadamu wanakosa uwezo wa kufika katika vijiji vingi. Wakuu wa mahali wanaomba waasi wajisalimishe.
Taarifa Isaac Remoyope kutoka Bunia, usome wa mshiriki wetu wa Goma Bernard Nyangi. Tokea siku mbili sasa, mashirika yaliyokuwa yakigawa msaada wa kiutu kwa wahami takriban 20,000 kunako kambi la Roe zilisimamishwa kutokana na mashambulizi ya wauni wa Kodeko za iyo jana Palowi na yaliyosababisha vifo vya watu zaidi ya 15. Miongoni mwa hawa kuna wahami waliokuwa wakijielekeza mashambani Pamaze kwa kilomita 3. Mashambulizi ya wajambazi hawa wanaojiami yanyima wahami na wenyeji bahati ya kuwasili mashambani mwao eneo lile. Rais wa shirika la raia eneo lile, Charite Banza, uomba kwa jeshi la taifa kuongeza jitihada za msako dhidi ya makundi za wapiganaji hususa hawa wa Kodeko ili kurejesha amani na kufungua manjia za raia kuwasili mashambani mwao katika vijiji vya mtaa wa Jugu. Kwa mujibu wa huyu, wanaoshambulia mara kwa mara raia eneo lile ni wanamgambo wa Kodeko. Vijana wa Mali waliosubutu kupambana na wanamgambo wale walisimamishwa na kukatazwa na jeshi. Jimbo la Ituri la hesabu kwa leo zaidi ya wahami 1.5 wanaoishi vibaya kutokana na usalama mdogo usiorahisisha huduma za kiutu kwa ajili yao. Na katika mtaa wa Beni jimboni Kivu Kaskazini, wakazi walisherekea katika huzuni hii siku ya 4 tarehe 2 Oktoba, miaka 11 ya mwanzo wa mauaji ya wanamgambo wa ADF. Pa Oicha, mkuu wa mtaa, wanasayansi, watendaji wa kiraia na wakuu wa mashirika ya usalama waliandaa mkutano wa kiraia na kufikiri moja kwa moja kuhusu sababu za ukosefu wa kudumu wa usalama katika eneo hilo. Walipendekeza serikali ichungue upya mbinu zake za ulinzi wa raia. Hali ya kufungwa kwa kampuni ya nguo ya Kisangani Soteski tangu miaka 3 inaanza fadhaisha wakazi wa jimbo la Chopo. Ndiyo inayofasiria ombi ya mafasirio ya mbunge wa jimbo Teovel Lutika kwa waziri wa viwanda. Huyo ni mwenye kusifu ahadi ya serikali ya kufungua kiwanda hicho, akidai njia nyingi za kifedha kwa kuanzisha makazi ajili ya kupandisha uchumi wa jimbo la Chopo. Hali ya kiwanda hicho Soteski ni gani? Mafasirio ya mwenzetu Jacques Mukonkole kutoka mji wa Kisangani. Kiwanda la Soteski imeonekana kama kimesimama kabisa. Hakuna mojawapo ya idara zake kuu 4 zinazoendelea kufanya kazi. Ni kelele chache tu ndizo zinavunja ukimya katika idara ya matengenezo. Mbali na mashine zilizotegelezwa tangu kuundwa kwake pa mwaka 1974, kampuni hii inakabiliwa na changamoto nyingi, anafafanua Marcel Mwamba Mpiana, mkurugenzi wa muda wa kampuni hii ya umma. Miongoni mwa changamoto hizi ni pamoja na uzee wa wafanyakazi na ushindani usio wa haki. Wakati mashine mpya zinachukua vumbi kwa kukosa shughuli, mitaa 1,130 za kitambaa kisichotayarishwa vinaongoja kubadilishwa kuwa bidhaa za mwisho, lakini haijulikani wakati gani, imesema Joseph Bauma, naibu mkurugenzi wa idara ya ufumuaji. Kuna pia zaidi ya tani 400 za pamba zilizotokea Jingila katika Bauele na Mahagi katika Ituri, maeneo yake mawili ambaye Soteski imenunua pamba kwa kutengeneza vikwembe. Mji Kisangani, Jacques Mkonkole, Radio Okapi. La katika habari za uchumi tena, tangu siku chache fedha za kikongomani zinapanda thamani mbele ya dola za Kimarekani. Hii siku ya 4 ujumbe wa wizara ya uchumi ulijielekeza katika soko zimoja za mji wa Kinshasa na kuchungua bei ya vifaa vya lazima ya kwanza. Mbele ya hali hiyo, vitu aina sukari, mwindi, miogo, chumvi, saruji, maziwa, mafuta, nyanya ya makopo vimeshuka bei. Taarifa ya Blaise Makasi, usome wa mwenzetu Rosalie Zawadi. Kwenye Rond-Point Ngaba kama vile katika soko la Zigida, mahali pa biashara maarufu, bei ya bidhaa zimoja zimeshuka. Kwa mfano, bei ya mfuko ya kilo 15 ya mahindi imeshuka kutoka franka za Kongo 1213 hadi franka za Kongo 1117
kulingana na wafanyabiashara tuliokutana nao huko. Kipimo kidogo cha mahindi kimetoka kwa bei ya 3,500 hadi franka 2,200 za Kongo, na kiwango cha sukari kilichouzwa hapo awali franka za Kongo 18,000 kinauzwa leo kwa bei ya franka za Kongo 15,000 au 15,500. Na kuhusu kubadilisha fedha kwenye soko za mitaani, dola ya Marekani inabadilishwa kati ya franka 2,500 na 2,600 za Kongo kulingana na eneo unapopatikana. Kushuka kwa kiwango hicho kunatokana na hali ya kuwa Benki Kuu ya Taifa imeweka kiasi kikubwa cha franka za Kongo zilizokuwa zikitumiwa nchini. Hatimaye kiwango cha magari aina Jeep 96 Toyota Land Cruiser 4x4 zilitolewa hii siku ya 4 mjini Kinshasa kwa mashirika mbalimbali ya usalama. Ni utoaji wa serikali kupitia makamu waziri mkuu anayehusika na mambo ya ndani na usalama Jacques Meshabani. Gari 17 zilitolewa kwa polisi ya taifa, 12 kwa wakuu wa mitaa na makomisa wa polisi wa majimbo ya Lomami na ya Sankuru. Ni katika lengo ya kuboresha mwenendo na nguvu ya mashirika yale katika ulinzi wa watu na mali yao. Na waalika sasa kusikiliza sehemu ya pili matangazo yetu pamoja na mwenzetu Rosalie Zawadi. Radio Okapi, invité en Swahili. Huko Kivu Kaskazini katika mji wa Beni, wanachama wa kamati za ulinzi wa mitaa zaidi pale Mulekera walihamasishwa kwa siku ya kimataifa ya amani ili wahimize wakaaji wa eneo hilo kuhusu mbinu za kutafuta amani. Hivi sasa ni nini tayari imefanywa na ni nini inayobaki? Tunajadili hili na Benjamin Simoni, mjumbe wa kamati ya ulinzi ya mtaa pale Mulekera, katika mahojiano haya na Mark Marofimbo. Benjamin Asimoni, jambo. Jambo bwana Mark Marofimbo. Tarehe 21 Septemba, siku kuu kimataifa ya amani. Kwanza kibinafsi inaonesha nini kwako? Kwangu mimi nikiwa mwakilishi wa muungano wa mashirika za vijana ambao zinafuatilia kushikamana agenda jeunesse paix sécurité ama vijana amani na usalama, inamaanisha kwamba tuna muito sasa ya kuweza kuwasisitiza wale wakazi vijana, wasichana na waongozi kwa kujua ya kwamba kazi za ujenzi wa amani ni kazi wetu sote. Kwani inafikia kiwango ambamo tunaona kama sisi ambao ni mashirika ambao tunakuwa na kazi kwa upekee ya ujenzi wa amani, inaonekana kama hiyo kazi imekuwa ni yetu sisi, na zaidi wakaaji wanakuwa wakijiuliza, sasa nini mnasema mnatumika kwa mambo ya ujenzi wa amani, mbona tuone amani? Ni jambo ambalo linatusikitisha roho sana, na tunakuta kama ni ya muhimu kamati sasa hatua ya kuwasisitiza, ya kuweza kuwahimiza waweze kuwa na hiyo akili, mafikiri ya kujua kama kazi za ujenzi wa amani zinaanja kwa ubinafsi, kwa kuweza kuweka mazingira bora, kimya ya usalama na ya amani. Nini imekwisha kufanyika kwa kweli hadi hapo? Mpaka hapo ni hiyo tu kusema volonté politique, na ya muhimu sana sasa ili iweze kupana picha nzuri, picha ya kudumu, kwa kuweza kupatanisha mawazo na nguvu ya sisi vijana, wasichana na yale ambao wao waongozi wamepangilia ama wameweza kutia kama mawazo, ili tuone sasa kazi za ujenzi wa usalama unafanyikana ndani ya umoja, na watu wakijua kwa pamoja kama huyu kwa ngambo yake atafanya hivi, nami kwa ngambo yangu nitafanya hivi. Na wakati tunafanya kazi zetu zote, kama tutafanya ni mapledoyer, kama tutafanya ni sit-in, kama tutafanya ni maconference, kusikue kusema viongozi wanazuiza kazi zetu ambazo zinatafutisha kujenga usalama. Na sisi pia tukiona viongozi wanasema tunakamata decision fulani ili kufanya kama ni couvre-feu, kufanya kama ni etat de siège, kufanya kama ni decision fulani, nasi pia tukubali kusema kufatana na maongezi ambayo tumefanya ndani ya hiyo chumba, inaonekana kabisa ni ya muhimu tuweze kuhimiza. Na sisi vijana ambao tunakuwa ndani ya mouvement citoyen, ndani ya ma ONG des jeunes, ndani ya ingine mashirika mbalimbali ya vijana, tutasema ndio tunahimiza na wale wakazi wengine kusema tuunge mkono hiyo ma decision ambao viongozi wamekamata, kwani tulishirikishwa. Kama tushirikishwe itakuwa ni vigumu, tutaonana kama pusu na panya. Na majukumu ya population,
Majukumu ya population inapenda iweze kuhudhuria kazi za ujenzi wa usalama na amani, lakini malalamiko yote ama sijui alerte yote ambayo population wanatoa, wamechoka kuona kama hawasikike. Unaona jambo ambayo ilipitika hapa mnao maeneo ya quartier Kalinda. Vijana na wakaazi wengine waliona watu ambao hawawafamii, na wakati waliweza kupana ripoti, wakishapana ripoti haionekani kama alerte yao inakamatika kwa umuhimu. Wakati waliona haikamatiki kwa umuhimu, chef de quartier ama chef de cellule wanakuwa wakijitosha ndani ya situation, wanakuwa kama hawaelewe, ni watu tu wa inconnus. Vijana wakifanya nini? Wakiona basi tuone namna gani tutaweza kujikinga na kutafuta kujikinga. Wao hawana formation juu ya namna gani wanaweza prendre en charge situation kama na ile inaleta vurugo. Ni kusema population kwa sasa inakuwa na haja, wakati wanatoa maoni fulani, alert juu ya kusema hewa haiko mzuri ngambo fulani, wanapenda waone vyombo vya usalama, serikali ndani ya sura yake yote, sijui ANR, police, FARDC, wachukue alerte zote za population kwa umuhimu na waweze kuzichunguza na wapane ripoti kama nini wameendesha kama kazi, ili wakaaji wajue kusema hiyo mambo ambayo tuliweza kushitaki viongozi walichukua, wakatumika, wakachunguza na majibu yao ni hii. Hapana kwa siku mrefu, kwani usalama unajengwa siku kwa siku, kuanja kwa mawazo, kwa matendo na kazi mbalimbali. Shukrani Benjamin. Asante sana. Radio Okapi, dossier en Swahili. Watu wengi wanakubali kuwa wanashindwa kuheshimu wakati, iwe ni kuenda kwenye mkutano na mtu ama kwenye ibada au misa, kazini, hata kupanda ndege. Hata hivyo, kushika wakati inabaki kuwa tabia muhimu katika maisha ya kazi na hata katika mahusiano yetu ya kijamii. Kwa hiyo, kwa nini sasa ni vigumu sana kufika kwa wakati? Na zaidi ya yote, inaleta faida gani? Baadhi ya majibu yametolewa katika ripoti hii na Jean-Claude Lokidile. Mkutano, maulizo wa kazi ulioshindikana, ndege tayari imeondoka, mifano ni mingi. Emmanuel Jedija, mkazi wa Bunya, hata sao kamwe kumbukumbu hiyo ya uchungu. Siku moja 2015 rafiki yangu alikuwa malali kwa hospital, ifale nifike kumuona 10h midi trainer, kisha nikafika 11h, 1h ya retard. Kufika hivi bana niambia ke anakufa. Kama sasa hapa niko na rendezvous, inafaka asorte nifike avant le temps juu ile maneno nilifika isifike tena. Pembeni mwake Moise Dena anasumie naye jinsi alivyokosa safari ya ndege kwa sababu ya kuchelewa kidogo tu. Ninakumbuka wakati nilikuwa naenda kufanya formation ku Uganda, alafu dereva mwenye alipasha kuja kunikamata akachelewa. Ilikuwa retard kwangu kwa kucheki mizigo yangu, alo nikabaki. Nikafika siku moja nyuma na wengine walimeisha kuendelea na mafundisho. Katika mazoea ya kila siku, wengi huchukulia kuchelewa kama jambo la kawaida. Lakini kwa Sara Muderwa, huu ndio tabia mbaya. Kisha nifikia mara mingi sana, niambie batu ke reunion itaanza 8h alors que reunion iko 10h juu. Inisaidie programme yenye nishatia, batu baba irespecte, me bafike programme yenye nilitia juu mie peke niliyo yake programme iko 10h njo minatia 8h, nikatia 10h batu batafika 12h. Vomia nitie 8h juu batu bafike 10h, ndio haiko bien. Kwa wengine, kuwa na wakati ni swala la kujiheshimu na pia kuwaheshimu wengine. Joplin Mukondoko tuliyemkutanisha barabarani. Wakati nikifika mapema kumakutano fulani yenye baliniita, ni mwenye najisantira kwa kwanza niko ordonné, paske mwenye anatembea wima inabidi aheshimu maneno yote. Na wakati nye nafika vile, na mi pia na konsidere ule mtu mwenye aliniita, inaomba na mi vini heshimu wakati. Waangalizi wanasema wazi, kukosa utamaduni wa kuheshimu muda kunaweza kuwa na kinyume sana: kupoteza kazi, kukosa mkutano yaliyoweza kukupatia bahati ya pesa. Hata hivyo, suluhisho rasmi zipo: kuandaa mambo yako mapema usiku kabla, kujua kwamba kuna mambo yanaweza kutukia rafla, na kutumia vikumbusho, yani rappel, kwenye simu ama kompyuta yako. Toka Bunya, naitwa Jean-Claude Lokidile, Radio Okapi. Mwisho wa taarifa hii ya habari. Asante kwa wote walioungana nasi. Kwa irini.